imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake. Sioni mwisho. Oh. Kiepe. Mambo. Poa vipi? Safi. Sema nikahisi kama nakufananisha, lakini kumbe jicho lidanganya. Nikaamua moja mbili nivute, niende hakikishe ni kweli ni yeye au namfananisha. Vipi tu naona umekaa mwenyewe hapa. Kuna tatizo gani? Wala hata sina shida yoyote. Ila si unajua binadamu, ukikaa sehemu moja katulia, lazima kuna mafeeling tu yatakuja. Vipi, mbona yupo nyumbani? Ya, yupo. Samahani kama nitakuwa nakukwaza kukuuliza hili swali. Hivi, wewe na Mboni kuna uhusiano gani kati yenu? Mbona muuliza hivyo? Na surprise sikutegemea. Sio kubaya. Nimeuliza tu pengine kuna siku, kuna kitu kitakuja kitokee. Afu nikaulizwa, vipi unamjua Kiepe, ni mtu aina gani? Nikashindwa hata kukuelezea. Oh. Kumbe muuliza kifamilia. Yule Mboni mimi dadangu. Sema sometime nakuepo kijijini, mimi napambana masuala ya kilimo, unajua dada nakuepo mjini, afu mimi nakuepo kijijini. Sasa mara moja moja nakuwa natoka kwa ajili ya kungaza hizi mboni za macho kama jina la dada yangu. Sema tumechangia baba. Ukaniuliza tena kwa nini amfanane? Tumechangia baba. Kafuata kwa mama. Mimi ndio hivyo kwa Dingi. Dingi ukimwona, mimi huyo kabisa. Aliingia na kutoka. Ndio hivyo, nadhani nimekujibu swali lako. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Na pia asante kwa maelezo yako. Okay. Bila kupoteza time, maana muda ni mali. Takuwa nimetoka kwenye hesabu zangu. Kama wenzetu walachuga wanakuambia kwamba wachi koko ya bwiru sagaramze imo. Kwa hiyo acha mimi nielekee mitaani hivi. Ila takiwa nianzie huko. Nimekumbuka. Sieleweki nizoe. Bye. Sawa.
Ala. Hapo ulipo na kuona. Kwa hiyo nyanyuka uje mtaa wa pili kuelekea mbele yako. Kwani kuna nini? Usiulize kuna shida gani. Wewe njoo. Yaani umekaa huko kwako, leo ndo umeamua uje unitembelee kwetu. Yaani wewe usiongee hivyo wewe. Nipe pole mwenzako. Sio kama anashindwa kuja hapa kwenu, lakini mwenzako na mtihani. Zuu mdogo wangu ule ugonjwa wake umerudi tena upya. Na tukiachana mambo ya ugonjwa sasa hivi kajitokeza mdudu ambaye anaitwa Bajaza. Yaani muda wote anang'ang'ania kuja pale nyumbani kwangu. Bajaza? Bajaza mimi mbona namfahamu? Bajaza msanii wa kakaangu, anammeneji yeye. Yaani kama ni kuhusu wewe Bajaza ameoza chaka chaka kwa mdogo wako. Kila siku ana kazi ya kuniambia dada nataka nioe, dada nataka nioe. Yaani shoga yangu jiandae tu kuita shemeji. Tena sitaki hata kumsikia wewe Bajaza. Yaani sitaki hata kumsikia kwenye masikio yangu. Odowe mbaya. Kwa hiyo unajua kabisa kama wewe Bajaza anataka kumuoa mdogo wangu na umetulia tu. Umelizika. Sasa mimi nitasema nini jamani? Mapenzi hayaingiliwi, alafu pia mapenzi hayajifichi. Si haya hapo mkuja kuyajua. Hebu tuachane na wewe Bajaza. Maana pana umuhimu wote. Jana nimekutana na mama ndugu yangu. Huyo mama, yaani si uchawi ndio umepitiliza? Hata sielewi. Ameniambia maneno ya kutisha. Sina hata alamu zako. Kubwa ambalo linanitisha. Ameniambia ile matatizo yote yanayomtokea mdogo wangu, yeye ndio mhusika. Mimi nikaamua nimuulize, changamoto ni nini mpaka anafanya haya yote? Anasema kikubwa ni wazazi wetu. Hivi jamani kweli ni ubinadamu? Do. Poleni. Sasa nawaingizaje kwenye bifu ambalo nyinyi hamuhusiki na hamkuepo? Ila aliyokukuta wewe ndio alionikutaga mimi. Nilikutana tu na mama, akanipiga kubwa. Ndio kile kipindi ambacho niliparalyze upande mmoja. Hivyo namshukuru Mungu nimepona. Kilichobaki nikamwachia tu yeye. Yaani swala la kuomba dua sana ndugu yangu. Tuna mtihani mzito. Na kingine ninachoshukuru mimi, nimempata ustazi. Yaani yule ustazi ndio ananisaidia ili mdogo wangu akae kwenye usawa. Bila ya yule ustazi, mimi sasa hivi ningekuwa napita kila nyumba kulia kama mandazimu. Basi ustazi aliyokusaidia wewe ndio aliyenisaidia mimi. Kwa hiyo tumshukuru tu Mwenyezi Mungu. Haya ndugu yangu, mimi nilikuja tu kukusalimia. Na kingine usione kimya. Haya, karibu. Haya bwana. Salimie Zuu. Haya kwa heri. Haya, bye. Kaguta. Niambie. Vipi? Safi kabisa. Kaka yako yupo nyumbani? Kaka nyumbani hayupo.
Na Kata je, ameshakuja nyumbani? Kuhusu Kata, ana siku 2 nyumbani hajafika. Siku 2? Ngoja kwanza, unaona kama vile wewe hujai kuwa mpelelezi. Wewe Kata kwani unamjua Kata wewe? Mimi Kata namjua. Ni rafiki wa bro wangu. Hata kama ni rafiki wa blaza yako, unatakiwa ujue alipoelekea, na kwa sababu uko chini ya ulinzi. Labda tu unaona kama anakuchekea chekea. Haya sema. Hivi unakisikia unachokiongea wewe? Unavomfokea wewe ili iweje? Unavyosema utamtumu wewe, kwa utumiwa gani ulionao kwenda kumtumu huyu mtu? Mimi na watumio kimoja za tibu aongei. Uendekeza huo upumbavu wako sasa. Basi asante. Haya poa, mimi niwaache. Kwenda huko unatoa macho nini? Kata wenge wewe. Baki tu mara moja nikanyanyue mikwaji. Kiepe, hebu nyamaza basi unavopiga makelele hapa ili iweje, lakini mbona hivyo? Basi. Hebu tuendelee kumtafuta Kata kwanza tujue yuko wapi. Maana mimi mwenyewe hapa nilipo sasa naanza kuchanganyikiwa. Kumeka kavu bila tomato. Ngoja kwanza wewe. Wewe huwezi kuanza kunipeleka mimi kama puta aliyekosa wazazi na babiele wake. Mbona? Kama tumeja katafuta mara kwanza tukakosa, umeona? Zungulu mguti mpaka tafuta kutembea mimi kutafuta nitoto la mtu. Ni kitu ambacho never give up. Akiwezekana hata mara moja kwangu mimi. Kwa sababu wewe si ni demu akata. Na Kata ametelekeza familia yake ambayo ni sisi. Tunalala njaa tumoni kuna jinjo gorogota. Unatakiwa ulipe mimi hela ya kula. Mambo mbavu sana. Mimi nikupe wewe hela ya kula. Hebu fanya kama wewe unanipa mimi hiyo hela ya kula. Alafu nikishaweka mkononi mwangu na mimi nikupe wewe hiyo hela ya kula. Jikanaanza tena kuninyanyasa. Wewe fanya hivi kama tumeshindikana kuelewana. Kila mtu afe tu na chake. Kufa na time yako, nife na muda wangu. Alafu hayo mazoea unayoendekeza kwangu. Kipe, tunakoelekea mimi na wewe tutashindwana kabisa. Ifikia tu tushinde hata kusalimiana. Mimi marufuku kuniita dem. Unajua maana ya dem wewe? Tena koma. Nina ma stress yangu hapo, usiendelee kunipa ma stress mimi. Domo lako kama bata mpumbavu wewe. Mame. Ni kila siku tu wewe unakuja nyanyasika. Kwani mimi nimekosea nini kwa Mwenyezi Mungu? Kiacho kiongea unaonekana akili za baba. Ngoja. Sawa. Yaani mtanona mimi ndamwama kama sina pa kwenda. Takuja nitoke kwenye mji niende kukeita. Mbona Yakubu ndani ya tolotolo. Atakuwa mtu niona kabisa huku kiatu. Yuhu! Naenda. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Bajaza, nimefurahi sio siri. Yaani umependeza sasa. Hivi ndivyo anavyotakiwa Muislamu awe. Ndivyo anavyopenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia na Allah tabaraka wa taala. Huyu aliyopo pembeni yako anaitwa Musa. Ila wanafunzi wenzake wanapenda kumuita Ndete. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tuitane majina mazuri. Kwa kuwa yeye mwenyewe kashaliridhia hilo, usisite kumuita hivyo. Ndete. Naam ustaz. Huyu ni mwanafunzi mpya. Napenda napokuepo kwenye pilika zangu unamfundisha vialifu, kupata udhu, kuondoa sujui majanaba. Sawa? Itapendeza sana. Sawa ustazi. Menza amenipa ruksa kumfundisha. Sawa, nitamfundisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na atanielewa. Bajaza.
Mimi nakuombea kwa Mwenyezi Mungu, kichwa chako tu kiwe chepesi. Ana shaka, namwamini kwa sababu amekula vitabu vyangu vingi sana. Sawa ustazi. Kuhusu mimi kichwa changu kipo vizuri. Nadhani unanijua. Kwa hiyo nitajitahidi kuzitunza hizo nini? Qur'an. Nini? Qur'an. Nitajitahidi kama alivyosema, wewe tuache. Nipo na kijana mwenzangu. Vizuri. Hata hivyo mtoa dhana kaniomba leo nikamsaidie. Kwa hiyo niwaache sasa. Na ningependa msichelewe msikitini. Sawa ustazi. Haya. Sasa Bajaza, kama alivyosema ustazi, twende masjidi, tukitoka hapo bado nitafute. Mradi tuanze darasa. Sawa, ila hiyo unaposema baadaye hivyo, mimi nikitoka masjidi kuna mahala nataka niende. Kwa hiyo siku nyingine. Sasa Bajaza unakosea. Ustazi amekukabidhisha kwangu mimi mradi nikufundishe. Sasa akiona darasa liendelee, mimi hata nichukuliaje mimi? Sasa mbona kama unanifokea? Sio kama nakufokea. Nani? Umsikia? Usimpelekeshe hivyo. Sawa. Mimi huko sijafuata hayo. Kuna sababu yangu maalum imenileta huko. Kwa hiyo unavyosema wewe hivyo itakuwa uongo. Kwanza niangalie, mimi naendana na masuala yako. Niangalie vizuri. Usiendane. Oya. Bajaza unakosea. Hata Mwenyezi Mungu hapendi. Ila menzali umetakayo hivyo. Sawa, yache iwe. Nani? Ndete. Na usijichanganye ukamwambia ustazi, sawa? Akiniambia tu na kufanya kitu kibaya, mimi binadamu sina muzio. Mwenyezi Mungu, mwangalie huyo mja wako. Santraga Montanamo Jiga. Shokola mikoma koma tajiga. Za mvua zimekuwa kiza, jua limejificha nyuma ya uso wa dhambi. Wenye matumaini Sakia wamebaki kimya, ni kama kila mlango umefungwa kwa. Nimeitikia wito. Kuna tatizo gani Sadi? Mbona haupo makini na kazi? Ni muda gani toka umepewa ile kazi haujaifanya hadi hivi sasa? Sawa, naelewa nachelewa. Lakini hii kazi haistahili papala. Inatakiwa niende step by step. Ndio nitapata majibu yenye mwafaka. Usiwe mwongeaji sana kuliko utendaji wa kazi. Kumbuka kilichokutoa kule mpaka kikakuleta hapa ni nini. Sasa kuna kazi nyingine mezani moja imeongezeka. Inabidi umfuatilie binti anayeitwa Odo. Ana kaka yake anaitwa Steno ambaye ulisoma naye wewe chuo hiki. Kwa hiyo inabidi umfuatilie huyo binti kila hatua. Alafu kisha kuzipata hizo taarifa inabidi upeleke makao makuu. Sasa hapo kazi itabaki kwako. Mambo mawili uyafuatilie kwa wakati mmoja. Sawa, nimekuelewa. Ila naomba unifikishie hizi taarifa kwa wakubwa. Napambana sana kutimiza walichonituma huko. Najua umetumia nguvu kubwa kunisomesha ili nije nitimize malengo yao. Na waambie jambo lao nitaenda kulitekeleza soon. Wawe na imani na mimi. Asante kwa kunielewa. Sawa, nikutakia siku njema Sadi. Na pia. Mwanangu hapa tushinge katika mji wa watu, unajua? Sima bidi mikazo. Unaona chumba bei rahisi mwanangu shilingi 5,000 tu. Lakini kule town mwanangu chumba 40,000, 45,000, unajua? Sema nini?
Ndio kama hivyo inabidi tukaze. Hapo wenyewe mbona bado upudo tu sela kambi popote kama unavyojua. Kikubwa ina kujifogeti. Tunataka tushikwa nizamu hata bless. Kweli sema mwanangu alizi ngumu. Tatoboa kweli ali. Mbona kama unatembea na fagio sela hapo wenyewe na ufagio. Hapo umeme upo inaonekana mazingira mengine shebeleshenko hapo. Hapo cha msingi tunaweza kwanza tukadake viatu afu mambo mengine yaendelee. Au unasemaje? Kweli manake hapa naweza tukamsupport mwanangu na kusilimisha wewe na mmesha na kwa noma. Hapa mwanangu kadi double killer 4-5 twende juu. Tena kusilimishana hapa kikuki na ngao sela. Kabisa. Makoya mikoya sakatana hata huhuyeha. Limachosoma la masiko fanae jiga. Hivi huyu anataka kumsikia nani kama sio mimi? Nilishamkataza kufanya kazi ambazo sijamwagiza. Sasa nakuita hapa uje kunijibu vizuri maswali yangu. Laumuti hasa hufiki la huminti shikafa fari. Faum. Haina haja ya kumuita Jiga ili mnao. Kwa maana kitu alichokifanya ni kikubwa mno. Hicho unachokiona ni katika harakati za kumpambania binti yako zidi ya watu wabaya. Kwani awamu hii walitega mtego mkubwa sana. Hivyo ungempoteza kabisa binti yako. Sawa. Nilijua ametumia mihemko yake kwenye hili. Maana ana kawaida hiyo. Lakini kama amefanya hivyo, basi ni vyema. Na pia nitampa pongezi kwa hili. Kingine nakupa taarifa. Katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani nahitajika nirudi mjini. Hivyo sitaweza kuambatana naye katika kitu chochote. Isipokuwa nitakuachia hazina ambayo itaweza kukusaidia katika mapambano yako. Maana maadui zako watataka kuutumia mwezi huu ili kufanya mambo yao kwa wepesi. Nimekuelewa. Hakuna shida. Isipokuwa tu nifikishie salamu zangu kwa mpwa wangu Siwa. Mwambie namsalimia sana. Huwezi kumdanganya hata kwa kivuli. Huwezi kujificha nyuma ya nyota. Kwa kila pigo la mwanga wake, wachawi wanazama kwenye majuto. Anawakomesha wachawi, anawafichua gizani. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyu samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyu samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyu samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyu samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi.
umechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.